Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika misingi yake imara kabisa, moja kati ya misingi imara iliyojengwa nayo toka enzi za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni kuweka nchi yetu nje ya tofauti zetu za imani zetu, hususani za dini. Kwa hiyo ndio maana tunao msemo mashuhuri unaosema serikali haina dini bali watu wake wana dini. Ndio maana leo mimi mkuu wa mkoa ni Muislamu, lakini ibada za Jumapili nyingi za makanisa mengi nimekuwa nikihudhuria, kwa sababu kinachonipeleka huko sio dini yangu. Kinachonipeleka huko ni concept ya kwamba serikali haina dini, na mimi kama kiongozi mkuu wa serikali kwa niaba ya rais katika mkoa huu ninao wajibu wa kwenda kwa jamii. Sasa jamii hiyo ikikuita siku ya Jumapili, huwezi ukawaambia kwamba serikali Jumapili hii iko likizo. Lakini ukiitwa hapa kwenye tempo, huwezi kuambia kwamba unajua, mimi siamini katika Mungu wenu, kwa hiyo siwezi kuja. Hiyo sio kazi yangu. Mimi ninapokuwa hapa sio Saidi Mtanda. Ninapokuwa katika ukumbi huu ninaitwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ninapotoka hapo nje, ninapoingia kwenye msikiti pale, kule ndio ninaitwa Saidi Mtanda, na ninaobei yale ambayo yanafanywa kwenye msikiti kwa mujibu wa imani. Na mimi kule napewa kiti cha nyuma kwa sababu mimi sio imamu. Kwa hiyo imamu anapewa nafasi, anatupa maagizo na sisi tunayasikiliza. Kwa hiyo huu ni utamaduni mzuri ambao misingi hii imara iliyojengwa na baba wa taifa, mambo mawili ambayo ni mabaya sana, ukabila na udini, serikali ya nchi hii imefanikiwa kuyadhibiti. Kwa hiyo vijana ambao mko kwenye masomo ya vyuo vikuu, mkiona taifa hili linafikia umri wa zaidi ya miaka 60 ni kwa sababu ya misingi imara iliyojengwa katika ujenzi wa taifa hili ya kuhakikisha kwamba dini, lakini pia masuala ya ukabila hayapewi nafasi katika nchi yetu. Ndio maana baba wa taifa anasema tutakuuliza wewe ni dini gani kama kuna sherehe ya kutambika, lakini otherwise tuko humu wa Tanzania. Watanzania wanaotoka Kagera wamo humu, Watanzania wanaotoka wakina Chacha Musoma wamo humu, na mimi ni Mtanzania anayetoka mkoa wa Lindi, lakini kuna Watanzania wenye asili ya India wamo humu. Ni Watanzania lakini wana asili ya India. Sasa kwa kuwa tumesema tuishi kwa umoja, kwa upendo na kwa mshikamano, hatuwezi kuambia nyinyi Watanzania mliotoka India mna baadhi ya haki mnatakiwa kupewa na kuna baadhi ya haki hamruhusiwi kwa sababu nyinyi ni Watanzania mnaotoka India. Ukishakuwa Mtanzania una access equal right zote. Tunaweza kuja katika ibada leo za Wahindu, kesho tunaweza tukaenda kanisani, na hata Papa aliwahi kukaribishwa msikitini. Ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo hakuna dini bora na hakuna dini dhaifu. Hakuna imani bora na hakuna imani dhaifu. Wahindu wanaamini dini yao ni bora, dini yao ni sahihi, waache waamini hivyo. Na wewe TAG unaamini dini yako ni bora, dini yako ni sahihi, mkiwa wenyewe kwenye TAG kule kanisani aminini hivyo. Lakini mnapoondoka nje ya malango yenu ya dini zenu, unatakiwa ujue kwamba serikali imetoa kipaumbele, fursa sawa kwa imani zote. Serikali haiamini kwamba iko imani dhaifu na iko imani fulani ndiyo bora katika taifa letu. Tuimarishe amani yetu. Hakutakuwa na ibada ya dini yoyote kama nchi yetu haitakuwa na amani. Halafu the best country to reside, it's your country. Hata siku moja
huwezi ukasema hata kama nchi hii ni maskini ukilinganisha na nchi nyingine duniani, lakini home sweet home, home is home, na tuna wajibu wa kuilinda nchi yetu. Tusishawishike kuiharibu nchi yetu, kwa sababu hata ukiharibu nchi ukaenda nchi nyingine, bado utakumbuka kwamba mimi ni Mtanzania na iko siku utatamani kurudi tena nyumbani. Kwa hiyo tuitunze nchi yetu ili iendelee kuwa imara. Sisi tumeikuta ndani ya miaka 60 ya uhuru nchi ikiwa na amani na utulivu. Sisi nasi tushiriki kuijenga ili miaka 60 ijayo vijana na vizazi vyetu waikute nchi yetu ikiwa salama, yenye amani, yenye utulivu, yenye upendo.